Front Uni pour la Défense de l'Est du Congo, ikimaanisha muungano wa wazalendo wa ukingo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wadai kutupilia mbali madai yote yanayomshutumu gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi. Muungano huo wenye makao makuu yake tarafani Mwenga, Kivu Kusini, unasema haujaona ubaya wowote wa gavana katika malezi yake kwa kazi za wazalendo. Jumapili Aprili 26, wazalendo wa Mwenga walijiunga pamoja na kutoa neno lao kuhusu shutuma dhidi ya gavana. Huyo hapa mwakilishi wao akisema sababu za wao kumunga mkono gavana huyo. Kufatana na tatizo ambalo limekumba province yetu ya Sud Kivu, hususan kufuatilia mheshimiwa gavana Jean-Jacques Purusi kwa tuhuma mbalimbali kupitia wanabunge. Sisi kama vile wa VDP wa territoire ya Mwenga tuko nyuma ya gavana wetu Jean-Jacques Purusi. Kitu cha kwanza, sisi kama vile wapiganaji ambao tulianzisha kazi ya uzalendo zamani yapata miaka 13 kuanzia 1996 hadi 2026, ni miaka 13 tuko katika kazi ya vita. Sisi hatujawahi kukuwa na wakati ambako territoire ya Mwenga iko na amani. Wazalendo hao wanaoongozwa naye Bwana Lwasa Lupoko Edward kama mratibu kisiasa, naye Hisa Mtoka Nguvu za Milima mratibu wa kijeshi, wadai kwamba wabunge wanaomtaka Purusi kutoka wana mtazamo mwingine tofauti nao. Kwa muda huu ambao nchi yetu imo katika hatari la vita, tumevamiwa, sisi Mwenga hatujawahi kupata msaada wowote ule kupitia franka kutoka serikalini. Eti hizi ni franka za VDP wa Mwenga ambao tunazipata, na kwa madai yale yote ambayo ametumiwa gavana wetu wa Sud Kivu, hatumo ndani, kwa kuwa sisi wa VDP wa Mwenga tunapigana mchana kama vile usiku, na yale yote maneno ambayo yamesemekana eti anakula franka za wazalendo vilikwenda vikarudi, sisi hatuko katika mambo yale, kwa kuwa depi bikuwe sisi hatupatake kitu. Inaonyesha kama katika wazalendo kuna wale ambao walikuwa wakipata hizo franka kisha zikukuya tena wanasema eti wao wazipati. Sasa sisi wa VDP wa Mwenga tuko nyuma ya gavana, kwa kuwa hatujui kama zile franka zinakuyaka au hazikuyaki, wakisema kwamba Bwana Jean-Jacques Purusi aendelee kutumika kazi zake kwa amani na salama, na endelee kufanya kazi yake yote bila tatizo yote. Sisi kazi yetu ni kupiga adui na kuproteje wazazi wetu, kuproteje mali yetu, kuproteje mipaka yetu ili tusivamiwe. Madai yoyote ile ambayo iko kinyume na kazi ya uzalendo, sisi atumo ndani. Hoja ya kumshutumu gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi iliwasilishwa Jumanne Aprili 21 na bunge la mkoa. Naibu mkuu wa mkoa Jean Karume aliyeanzisha hoja hiyo anamtuhumu gavana kwa uzembe na ubadhirifu wa mali ya umma. Tangu kuikaliwa kwa Bukavu, mji mkuu wa mkoa, na wahasi wa AFC M23 mnamo Februari 16 mwaka 2025, taasisi zote za mkoa zimekuwa zikifanya kazi kutoka mji wa Uvira. Hali hii ya kipekee inatatiza zaidi usimamizi wa jimbo hilo na kuchochea mjadala kuhusu kufaa kwa hoja ya kashfa katikati ya mzozo wa usalama, swala linaloleta mahoni yenye kugawanyika. Hoja hiyo imegawanya manahibu na mashirika ya kirahia. Kwa baadhi wanasema hali ya vita haipaswi kuficha matumizi mabaya ya fedha za umma. Mwanachama mmoja wa muungano wa walio na hasira kali kwa urahia wenye kuwajibika alisema kodi hukusanywa lakini hakuna hatua zinazochukuliwa. Kwa wengine hatua hiyo haijapangwa kwa wakati. Mwakilishi wa mashirika ya kirahia kutoka Uvira anaamini kwamba hoja ya kushutumu kwa kweli haiko katika wakati wa muafaka. Wabunge ambao hawahishi Uvira wanakuja tu kwa vikao tu vya mashauriano kabla ya kurejea Bujumbura. Wakati akisubiri uamuzi wa bunge la mkoa kuhusu kukabiliwa kwa hoja hiyo, gavana Jean-Jacques Purusi bado hajafadhaika. Uamuzi ujao unaweza kuashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa katika jimbo ambalo tayari limedhoofishwa na ukosefu wa usalama. Nikiripoti kutoka Baraka, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William, Infominute ya Mbalieto TV.